hapa tunao vijana wapiganaji na wapambanaji ambao kwa kweli wanatamani kuendelea kuwezeshwa. Tujipigie makofi mengi sana vijana wapiganaji na wapambanaji. Ndugu mwenyekiti, hapo umekuja kwa ajili ya kuangalia maelekezo ya chama, namna ya kuwezesha makundi mbalimbali ya kijamii kama ambavyo mmekuwa mkisisitiza kwenye vikao vyetu, na ninyi mna maneno mazuri sana kuhusiana na namna ambavyo mnatamani vijana hawa waweze kuwezeshwa. Sasa hapa tuna kikundi cha vijana ambao wamekuwa ni mashuhuda na wao wanaijua raha na ladha ya uwezeshaji wa serikali. Na heshima sasa kuomba nimkaribishe mwenyekiti akusomee taarifa, uone mapito yao namna walikotoka, kutoka kwenye kukopeshwa bajaji hadi leo kukopeshwa chombo kikubwa sana aina ya Tata, na ndoto na matamanio yao wanakwenda kwenye Yutong D14, Mungu akipenda miaka michache ijayo. Kikundi cha Katoro Terminal ni kikundi kilichoanzishwa kwa lengo la kuimarisha huduma za usafirishaji wa abiria pamoja na kukuza shughuli za kiuchumi kwa wanachama wake. Kiasi cha mikopo tulichopewa hadi hivi sasa, kikundi kimepata mikopo katika vipindi mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza miradi yake. Mikopo hiyo imesaidia kuongeza mtaji na kununua vifaa, kuboresha huduma na kuendesha shughuli za kila siku za mradi. Lifuatalo ni jedwali la mikopo tuliyopewa. Mwaka 2021 hadi 2022 kikundi kilipewa mkopo wa milioni 5. Mwaka 2022 hadi 2023 kikundi kilipewa mkopo wa milioni 8. 2023 hadi 2024 kikundi kilipewa mkopo wa milioni 21. 2025 hadi sasa 2026 kikundi kimepewa mkopo wa milioni 150 ambao kimetumia kununua basi la kusafirishia abiria. Mikopo hii imekuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha uwezo wa kikundi kufanya shughuli zake kwa ufanisi. Fedha hizo zimesaidia kuongeza rasilimali za kikundi, kupanua huduma za kuongeza mapato yanayosaidia urejeshaji wa mikopo pamoja na maendeleo ya wanachama. Mikakati iliyopo kwa sasa ni kuhakikisha mkopo wa milioni 150 tuliotumia kununua basi unarejeshwa kwa wakati pindi muda wa kurejesha utakapofika, ili kuwezesha wakopaji wengine waendelee kunufaika na mikopo. Mheshimiwa Rais amekuwa akisema na ameshatamka wazi, anatamani wakati anaondoka madarakani awaache wananchi na Watanzania wanatabasamu. Sasa sisi tunakwenda tunafuatilia hiyo tabasamu lipo. Hivi Katoro Terminal tabasamu lipo? Na mimi niwahakikishieni kwamba leo hatujaanzia hapa, tumeanzia jimbo la Busanda. Tulikwenda kukagua daraja lililoshindikana la Iponyamakala kwenda Nyelanzaja mpaka Bukoli. Kuna madaraja yanajengwa pale mawili, mabasi yatapita zaidi ya milioni 597.7924 zimepelekwa pale na makavati yanajengwa. Kwa hiyo tabasamu kwa wananchi wa Iponyamakala wakitokea Geita kwenda Bukoli wataliona. Tumetoka hapo tumeenda maeneo mbalimbali, tumeona kwamba kweli kuna tabasamu, na hapa tuliambiwa tabasamu lipo Katoro Terminal, na sisi tumefuatilia hiyo milioni 5 mliopewa, milioni 8 mliopewa, milioni 21 mliopewa. Tumekuwa tunafuatilia sasa, tuliona ile basi kwa macho unaiona chuma kali inakwenda wapi? Inakwenda Kasamwa, na Kasamwa kule hapakuwepo na magari imara namna hii. Kwa hiyo hakuna pancha, hakuna lolote. Tukianza yani abiria akiwa ameamua kufika Mwanza saa fulani atafika saa hiyo hiyo bila pancha, wala mara gari imechemsha, hakuna. Hii ni kwa sababu ya maelekezo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wasaidizi wake Mheshimiwa Komba, mkurugenzi, wanafanya kila ambacho chama na serikali kinataka. Kwa ndugu zangu, sisi ndicho ambacho kimetufikisha hapa, nasi tunafuatilia. Tumeona. Ushauri wangu ni nini? Ushauri wangu kwa serikali, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi, niwapongeze sana. Niwapongeze sana kwa hiki ambao tumefanya kwa Katoro Terminal. Hata maandiko anasema mwananchi anafanyaje? Ukiaminiwa, inaandikwa hivyo kwenye maandiko kwamba walikuwepo watumwa wangapi? 3. Namna ambavyo uliweza kuongeza kile kipato, na ndivyo ambavyo bosi wao aliwaongezea. Kwa mimi naamini kwenye hilo mkurugenzi umefanya jambo kubwa sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hongera sana kwa simamia halmashauri yetu. Mmewaongeza kadri waliokuwa wanarejesha. Sasa niombe sana ndugu zangu,
Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi ni shauri TATA, kama kweli tutahitaji TATA tena, kama unahitaji TATA tena, TATA inawezekana hawa mabwana wakimaliza, kama tunawakopesha TATA tuwaunganishe sasa na TATA, ikiwezekana hii pesa ambayo tunawapa ya kulipa keshi, mimi naamini TATA mkimwambia ikatolewa 30% ukaunganishwa na mkopo yakaja mabasi mawili, ingependeza sana. Na kwa sababu wanarejesha na wana ndoto kubwa, tukifanya hivyo itatusaidia sana. Na mimi niwaambieni vijana, tuchape kazi. Jambo jingine niwaombe sana, ila niwapongeze wananchi wa Geita. Nimezungumza asubuhi nikawapongeza. Tumekataa kuungana na wanaotaka kuchafua amani ya nchi hii. Pasipo amani huwezi kupitisha basi likawa salama. Uko sawa. Pasipo amani huwezi kukopeshwa. Pasipo amani tusingesimama hapa, tungekuwa na wasiwasi. Tukatae, kwa sababu hawa ambao wanataka kufanya vurugu hivi, kwa mfano unachoma tairi lami ikichoma tairi maana yake inaharibika, ikipita gari zinaharibika, nauli inaongezeka. Tukatae, tuwakatae kabisa. Na mimi nashukuru wachungaji wetu wanakesha wakiomba kwamba jambo hili lisitokee. Kwa hiyo niombe ndugu zangu, tutunze amani yetu, tuendelee kupata tabasamu. Sisi kazi yetu kama chama tunafuatilia tabasamu lililozungumza Mheshimiwa Rais, kama linaonekana hapa tumeliona, basi niombe mkurugenzi mfanye na kwa wengine tena, ili tabasamu liongezeka hapa stendi. Naona bajaji zipo kama nilivyosema. Kwa mkuu wa wilaya, hongera sana kwa kazi hii. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.